Sikuje tutasimame huko. Jina langu ni Bi Makungu Violet, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Tembelela. Shule ya upili ya Tembelela ni shule ya mseto ya kutwa ya vijana na wasichana. Mwaka jana tuliweza kusajili wanafunzi 48 katika mtihani wa kidato cha 4. Wanafunzi 47 walifanya mtihani huo kutoka mwanzo hadi mwisho. Mwanafunzi mmoja aliaga katikati karibu mwezi wa 6. Huyo mwanafunzi mwenye aliaga alikuwa mgonjwa, alikuwa anaugua ugonjwa wa kifafa. Hakuweza kumaliza mwendo. Hao 47 walifuzu vizuri kwa vile waliweza kupata alama ya 5.1 score. Kwa hao wanafunzi 47, 5 watajiunga na chuo kikuu, 2 walipata alama ya B plain, mmoja akapata alama ya B ondoa B-, 2 wakapata alama ya C+ wasichana. Wavulana 3 na wasichana 2, wote 5 wataweza kujiunga na chuo kikuu. Wanafunzi wote walijaribu, walifanya vizuri kwa vile wale wa chini kabisa walipata alama ya D, 3 walijaribu sana. Wale ambao watajiunga na vyuo vya katikati kufanya shahada ya diploma ni wanafunzi 23. 10 walipata alama ya cha na 13 walipata alama ya cha ondoa. Hao wote watajiunga na chuo cha katikati kufanya shahada ya diploma. Wanafunzi wenye tulisajili mwaka jana 47, wanafunzi 12 wa kike walikuwa na watoto. Walipata mimba za mapema, wakapata watoto, lakini wakaamua kurudi shule. So kuchunga hao watoto na kuja shuleni si kazi rahisi kwa mwanafunzi. Ilikuwa kazi ngumu, lakini tulishukuru sana kwa vile walijitolea kufanya kazi kwa bidii. Tulikuwa pia na vijana 2 ambao walipata watoto wakiwa kwa shule. Pia hiyo nayo nikaona inajaribu pia kuwadhuru kidogo. Challenges ya school fees pia kwa wazazi ilikuwa challenge kubwa. Haikuwasaidia sana. Hawakuweza kuleta karo kwa mapema ili tuweze kusaidia kujenga shule. Iendelee kuangalia mashule. Wanatusaidia kutoa fedha, lakini fedha hizo zinakuja kama zimechelewa na zinakuja kidogo sana. Watuongezea angalau tuweze kufanya shule kama hizi zenye ziko ndani, zenye ziko na wazazi wenye wana mapato ya chini ziweze kuendelea. Tunashukuru pia serikali kutuletea Bwana Rai katika kiwanda chetu cha Nzoia, sababu wazazi wetu wengi walikuwa wanafanya hapo vibarua na vile hawakuwa wanalipwa, ilikuwa vigumu sana au kulipa karo. Now that wametuletea privatization, wacha tuone kama wazazi watapata hela angalau waweze kusupport shule. Tunapoendelea kuongea kuhusu matokeo, kuna grade 10 ambao pia wameingia. Mpangilio haukuwa sawa kwa sababu wanafunzi wengi bado hawajafika kwa mashule. Bado wengi wamesalia nyumbani kwa uhaba wa karo na uhaba wa matoleo mengine ya shule. Wameingia wachache. So far shule yetu tumeweza kurejesta wanafunzi 12 na wote wako shule kwa saa hii. Wameanza kudurusu. Hata kufika saa hii vitabu vyao havijaingia. Syllabus yao bado haijaingia. Tunangoja ziingie so that tuweze kuanza kusoma nao. Wanafunzi kwa jumla walifurahia matokeo ya shule, wamefurahia vile grade 10 wameingia, na tungependa tu tuendelee kupata ongezeko la wanafunzi ili tuweze kuwasaidia. Tungependa waje wengi, hata wakifika 100 tungependa wafike ili tuweze kuwasaidia. Kwa sasa tuna madarasa 2 ambayo tumetenga yatatumiwa na grade 10. Na kwa sasa pia tunashukuru Mheshimiwa wa Kandui, Honorable John Makali, kwa vile ameweza kutupatia fedha ya jumla ya shilingi 3 milioni. Tunataka kujenga madarasa mengine 2 yaweze kusaidia wanafunzi wetu wa grade 10. Hongera kwa mheshimiwa, hongera kwa kazi nzuri anayofanya. Tungependa pia Wakenya wote kwa jumla wa Bungoma, wa gatuzi ndogo la Kandui waweze kumchagua tena arudi kuendelea na kazi hiyo. Asanteni. Nashukuru kwa matokeo mazuri kwa sababu last year
matokeo yetu yalikuja tukapata 5.1. We moved from 4.47, which was a good leap. The previous year, 2024, we were at 2.8. So the school is moving in the right direction. I'm happy because these results were as a result of good discipline. The students in this school are well disciplined. We work well with the principal. We work well with the teachers. That's why we get good results. The support from the parents was also very good. And the school is equipped to an extent that learning can take place. Tunashukuru kwamba wanafunzi walifanya vizuri, na naomba kwamba wanafunzi wa mwaka huu pia waige mfano wa wanafunzi waliokuwa wa 2025. Wakuwe na nidhamu njema, wasome vizuri, watapata matokeo mazuri. Tunapeleka jumla ya wanafunzi 5 kwa university, and we have so many who got C's and C minuses, which is very good for our school. Despite its location, the school is doing well. Wazazi wengi hawana fees. Nafikiria ni kwa sababu ya kiwanda cha Nzoia hakifanyi vizuri, but now it is on the right track. We know that wazazi wataanza kulipa fees na shule itafanya vizuri. 6.9. Tumekuwa na mkutano na walimu, staff meeting, tukaweka our target 6.9, and we know that we can achieve it. If you look at the way we have been moving from 2.8 to 4.47 to 5.1, it is possible. Wanafunzi ambao tuko nao mwaka huu ni wazuri, na najua kwamba wakiweka bidii zaidi tutapata matokeo mazuri. Jina langu ni Tobias Wekesa, mmoja wa Form 4 this year. Mimi langu kwa walimu ni kuwashukuru tu kwa nguvu zao zenye wanatuwekea tangu niingie kwa hii shule. Wamekuwa wanatupa advice, wanatufunza vizuri, tunaelewa, na kazi wanayoifanya mimi nawapongeza tu. Kama mwanafunzi sina la kufanya, lakini ningekuwa na uwezo kuna chenye ningewafanyia. Kwa hivyo sisi kama wanafunzi tumeamua ya kwamba nataka kuweka bidii katika masomo ili tufikapo mwisho wa mwaka huu sisi kama Form 4 wenye wako nataka kuwafanya walimu wafurahie zaidi kuliko wale wenye walipita. Mkisomea like in a mixed school, it's better than ile yenye iko separate, kwa sababu maybe kuna wavulana wenye hamuelewanangi. Wavulana most of the time hawaelewanangi vizuri. Kwa hivyo while in a mixed school unaweza pata like encouragement from another gender. Mnaweza discuss pamoja, na kama uelewani na wavulana, wewe unaenda unaongea na wasichana, wanakukuza kimaadili. Na most of the cases in our school wasichana ndio at least werevu kidogo, kwa hivyo hao ndio unatafuta knowledge kutoka kwao.